kwa kuweza kutuletea mradi na kuzinduliwa hapa Mbinga. Tunashukuru sana. Asante sana. Ndugu wanasemina wenzangu, napenda kuzileta salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mbinga, baba yetu Kisare Makori, ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi kwenye siku hii ya leo. Lakini kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo, yuko safarini na anakoenda ni mbali. Amesema niwaombe kwamba yupo na nyinyi kiroho, ingawa kimwili hayupo na nyinyi. Kwa hiyo ametoa baraka zote tuendelee na hili zoezi. Anawapendeza sana. Tunapokea. Asante. Pia kwa namna ya pekee tena napenda kushukuru kwa dhati YOG kwa kuleta utekelezaji wa mradi huu hapa kwetu. Narudia hiyo, katika wilaya yetu ya Mbinga. Hatua hii inaonyesha ushirikishwaji, usawa wa kijinsia na uendelevu katika taifa letu kwa ujumla. Mimi naendelea kuwapongeza tena na tena YOG na wenzio TAMCODE, na nawapongeza sana. Ndugu wanasemina wenzangu, nimeelekezwa kuwa mradi tunaozindua leo una lengo la kuimarisha utawala shirikishi unaozingatia usawa wa jinsia katika usimamizi wa rasilimali maji ndani ya bonde la Ruvuma, kwa kuwawezesha wanawake na vijana kushiriki kikamilifu katika michakato ya maamuzi katika ngazi ya jamii na ngazi ya bonde. Hili jambo ni la msingi sana kwa maendeleo ya jumuishi na endelevu katika jamii yetu, kwa kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila ushiriki wa makundi katika jamii. Hivyo basi, mradi huu unakusudia kuimarisha ushirikiano kati ya serikali kuu, mamlaka ya serikali za mitaa, mamlaka ya usimamizi wa rasilimali maji ukiwemo ofisi ya bonde la maji la Ruvuma, asasi za kijamii, vyombo vya habari pamoja na jamii mzima ya maeneo husika. Tukisema jamii mzima ya maeneo husika katika halmashauri yetu ya mji wa Mbinga, kuna kata 3 ambazo zinaenda kugusa huu mradi, ikiwemo ile kata ya Mpepai, kuna kata ya Kiungu na kata ya Kitanda. Hizi kata 3 moja kwa moja zinaenda kugusa hii project yetu ambayo iko mbele yetu kupitia shughuli mbalimbali zinazotekelezwa, ikiwemo mafunzo kwa jamii, mihadhara na midahalo ya wadau, majadiliano ya watunga sheria, mapitio ya sheria ndogo ndogo pamoja na kampeni za vyombo vya habari. Mradi unatarajia kuhamasisha usimamizi jumuishi na endelevu wa rasilimali maji. Vile vile utachangia kuimarisha utatuzi wa migogoro inayohusiana na matumizi ya maji na kukuza mbinu stahimilivu dhidi ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi.